subscribe to my channel and also press this bell icon. Ligi kuu soka Tanzania bara, Simba zidi ya Pamba Jiji. Simba akihakikishia ushindi wa magoli 5-0, alama 3 muhimu. Nipo na Yusufu, uchambuzi wa mechi kwa namna dakika 90 alivyoziona, baadhi ya performance ya wachezaji. Bado vizuri Yusufu? Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu. Mambo yanakwenda. Umetazama mchezo dakika 90 Simba zidi ya Pamba Jiji. Kwanza ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Kwa kile ambacho nimekiona, kwangu mimi naweza nikasema Jansha leo ndo MVP wa msimu huu. Aidha unataka ama utaki. Naomba urudie Yusufu kwamba Jansha leo ndiye MVP wa msimu huu. Aidha unataka ama utaki. Ni lazima iwe kwa namna ambavyo anacheza, shauku ambayo yuko nayo. Ni mchezaji ambaye anaendelea kuwa funzo kwa wachezaji wengine. Mmoja kati ya wachezaji ambao wanahukumu makosa ya timu pinzani, mmoja kati ya wachezaji ambao wanahukumu makosa zaidi ya kile ambacho kinaendelea ndani ya uwanja. Mchezaji ambaye amekuwa hatajwi sana kwa namna ambavyo watu wanatamani, lakini akikosekana utaona pengo lake. Mmoja kati ya wachezaji ambao kwangu mimi nafikiri kwamba katika wale ambao walifanya usajili msimu, inawezekana kuna kitu kikubwa sana ambacho aliona kwa Jansha leo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unajua kufunga bao 15 hadi hivi sasa sio kwa bahati mbaya. Ni kazi ambayo anapaswa kuifanya mshambuliaji ama striker, lakini Jansha leo amefanikiwa hilo akiwa kama kiungo mshambuliaji. Maana yake anavaa majukumu ambayo hadi sio ya kwake. Yani ukimtazama kwenye numbers atakupa assist, atakupa mabao. Ni mchezaji ambaye wengi wanatamani kuona akicheza kama hao wachezaji wengine ambao wanatajwa, lakini tukija kwenye numbers bado anawahukumu wachezaji ambao wewe unahisi ni bora kuliko Jansha leo. Kwa hiyo kwangu mimi Jansha leo ni mmoja kati ya wachezaji ambao wataendelea kuwa mwiba mzito kwa magolikipa na vilabu vingine ambavyo vinashindana na Simba. Au ni bora kuliko Aziki? Tunaweza kutumia hii kauli wakati huu? Kwa wakati huu ni sahihi kusema hivyo kwa sababu tutarudi kwenye namba. Huu ni sahihi kwamba kusema? Ni sahihi kusema kwamba Jansha leo namba 10 bora kwa hivi sasa kuliko namba 10 wengine. Kwenye numbers. Ameivusha Simba kwenda kwenye michuano ya kimataifa finali. Ndiye ambaye alifanya hivyo, sio? Hadi hivi sasa kwenye mchezo wa leo amenufaisha Simba hat-trick ambao ameenda kuipiga na inafikisha mabao 15. Hii kitu inakuja kwa bahati mbaya. Ni mchezaji ambaye anafanya kile ambacho wachezaji wengine wanashinda ukifanya. Mchezaji ambaye ana umuhimu mkubwa katika kile kikosi ambacho kinaanza kwa upande wa Simba. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Jansha leo ni bora kuliko Azizi. Ni bora kuliko namba 10 yeyote. Walikuwa wanamfanisha na Stefan Aziki. Ndio maana nikakuuliza hili swali. Tunaweza kutumia kauli kwamba Ahoua ni bora kuliko Aziki. Ninavyosema wote maana yake namaanisha kwamba Aziki si kitu mbele ya Jansha leo. Naomba urudie Yusufu kwamba Aziki bado kuna vitu anapaswa kujifunza kwa Jansha leo. Kwamba huyu Azizi kuna vitu anapaswa kujifunza kwa Jansha leo. Dakika 90 kwanza zilikuwa dakika za namna gani? Zilikuwa dakika 90 bora kwa upande wa Simba kwa sababu kwenye mchezo wa leo hakukuwa na rotation kubwa kati ya kile kikosi ambacho kimekuwa kikianza, kwa maana kwenye mchezo wa leo umeshuhudia watu wachezaji muhimu ambao wamekuwa kianza, kwa maana key players. Jansha leo kama ambavyo imekuwa kawaida yake leo anarejea Limpanzu Kibisawala. Kwa hiyo tunategemea kwamba muda mwingi Simba atatengeneza nafasi, muda mwingi Simba atakuwa akimiliki mpira na kupushi mashambulizi kuelekea kwenye lango la timu pinzani. Ndivyo ambavyo imekuwa hususan kipindi cha pili, muda mwingi Simba amecheza kwenye eneo la timu pinzani na ni kulingana na ubora ambao alikuwa nao, lakini inakuja pia baada ya mpinzani wake ambaye ni Pamba Jiji. Approach ambayo aliingia nayo kwenye mchezo wa leo inawezekana ndio imekwenda kumgharimu, kwa maana hakuwa na nidhamu ya kiuchezaji. Ninavyozungumza nidhamu ya kiuchezaji ni namna gani ambavyo unaweza kuutumia udogo wako kunufaika mbele ya timu kubwa, kwa maana ukiwa na mpira kitu gani ambacho unakifanya, ukiwa una mpira nini ambacho unakifanya. Kwenye mchezo wa leo unaona kama Pamba Jiji muda mwingi akiwa na mpira kitu gani ambacho anakifanya. Maana yake utapongeza utayari wa wachezaji wa Simba kwenye namna ambavyo walitumia madaraja ubora alionao. Lakini kwangu mimi mbali na kuwa Simba anashinda mechi zake, bado kuna mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana ambaye ni Fadlu Davis. Nafikiri hadi hivi sasa Simba akupaswa kuwa kwenye huu wakati ambao uko nao hivi sasa. Kwa maana huu wakati wa fla alipaswa kuwa nao Young Africans. Lakini amekuja Simba chini ya Fadlu Davis, ameweza kurekebisha na kubadilisha ile atmosphere nzima ya kile ambacho kilikuwepo. Maana yake kuna kitu kikubwa sana ambacho Fadlu Davis amekimprove na ile Simba misimu iliyopita. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kwenye mchezo wa leo Simba alikuwa bora zaidi kwenye maeneo yote ndani ya uwanja, lakini
pia mpinzani wake alikuwa bora kwa maana ya Pamba Jiji, lakini Simba alikuwa bora zaidi, na ndio maana dakika 90 zinatamatika Simba ameshinda mabao matano ambayo naweza nikasema inawezekana kuna mtu alikuwa yanamuhusu vile. Haya mabao matano kama angejipendekeza ndio ikapangwa dabi ndio siku ya leo, kwa kwamba mabao matano yalikuwa yanamuhusu Young Africans. Kuna mtu alikuwa anaziokota hizi tano. Yusufu umefikia huko? Sinaonekana kaka. Kwani unafikiri ni kwa bahati mbaya anachokifanya Simba? Ni madaraja na ubora wa wachezaji ambao wako nao. Lakini Azam Dewji alithibitisha kwamba zile tofauti ambazo zimewanyima matokeo, zimewanyima makombe misimu kadhaa, wamezimaliza, na ndio maana hivi sasa kitazama Simba ilipo utamkuta Mangungu, utamkuta Ahmed Ally na viongozi wengine. Lakini kuna kipindi timu ilisusiwa Ahmed Ally ba. Kwenye kila mechi utamuona Ahmed Ally aidha mikoani ama nyumbani, ni kama ilikuwa imeachiwa. Lakini hadi hivi sasa Simba yuko na wakati mzuri, pia ni kulingana na lugha moja ambayo wanaongea kuanzia kwenye uongozi, technical bench pamoja na wachezaji. Kwa hiyo Budo Joshua Mutale, performance ambayo anaendelea kuionyesha ni wazi anaendelea kuwa msaada kwenye kikosi cha Simba. Nafikiri Joshua Budo Mutale ni mchezaji ambaye ni bora kuliko hama winga wengine, lakini inawezekana ile pressure ambayo aliingia nayo iliendelea kumtafuna, na ndio maana ilikuwa ni vigumu kuweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Lakini this time amesha improve kwamba yeye ni mchezaji ambaye anastahili kuanza, ndio maana kwenye kila mchezo amekuwa na mchango, na hivi sasa ameanza kumpa thamani ya Fadlu Davis, kuona anamwamini, kwa sababu kwenye magoli ya leo pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika. Ukumbuke kwenye penalti ambayo inshallah amefunga pia ni Budo Mutale ambaye alisababisha ile penalti. Lakini unakuja kwa mchezaji kama Elim Panzu, nafikiri mmoja kati ya wachezaji ambao ni bora, yani naweza nikasema hakuna mchezaji aina ya Mpanzu hivi sasa kwenye ligi yetu. Yani kwa kile kiwango ambacho yuko nacho ni mchezaji ambaye ligi yetu ilikuwa ina misi kwa kiasi kikubwa. Elim Panzu kibisawala. Tazama mikimbio yake, namna ambavyo imekuwa na impact kwa timu, lakini tazama akiwa na mpira nini ambacho anakuofa. Moja kati ya wachezaji ambao wanaweza kutumia madaraja ya ubora alionao kuweza kuvunja ngome ya timu pinzani na kunufaika. Kwa hiyo mimi nafikiri utatu mtakatifu, kwa maana Kibu Denis Prosper, inshallah hapa pamoja na Elim Panzu unakwenda kuleta kombe la shirikisho hapa Tanzania. Utatu mtakatifu unakwenda uipa Simba thamani kwenye michuano ya kimataifa na kubeba. Utatu tunaomba urudie, ni utatu upi Yusuf? Utatu mtakatifu namtaja inshallah ambaye ndo MVP msimu huu, hizo nakupa hizo. Na ufanya utabiri wangu ndo MVP wa ligi ya LBC Premier League msimu huu. Mtatu mwingine Elim Panzu kibisawala, aka Volcano inayolipuka kwenye kila uwanja. Si kwenye michuano ya kimataifa tu, kwa sababu inawezekana hiki anachokifanya ingekuwa ni kwenye ligi tu. Tungemuuliza kwa nini kwenye michuano ya kimataifa ufanye, lakini hadi kwenye michuano ya kimataifa na kuofa kitu kizuri. Nakuja kwa Kibu Denis Prosper. Kwa hiyo huu mtatu mtakatifu kuna namna ambayo unakwenda kuinufaisha Simba pakubwa. Shukrani sana Yusufu kwa time yako na tulichokizungumza leo kulingana na kile ambacho kimetokea uwanjani. Shukrani sana. Nikutakia kila la heri, lakini kubwa zaidi ni dabi iko pale pale. Shukrani. Kwa nyinyi ambao mchezi mtajua yenyewe, lakini dabi iko pale pale. Shukrani bwana. Asante.